Habari za leo. Mheshimiwa Tundu Lissu, umesema vizuri kabisa. Nikupongeze kwa kauli ambayo umeitumia kuhusiana na hawa G55 kwamba msiwakatie tamaa. Neno zuri sana kabisa. Kwa nini nasema hivi? Hata kama leo hii hawa watu wanaweza kuonekana kwamba wanaitwa waasi. Sasa sijajua neno hili waasi wamejiita wao au watu wamewaita waasi, I don't know. Lakini hata kama wanaweza kuitwa kwa majina hayo na hayo na hayo, ila ninachojua ni kwamba waliwahi kuwa mojawapo watenda kazi pamoja na nyie. Waliwahi kuwa watumishi wenzenu. Mliwahi kufanya kazi pamoja, kushauriana, kusaidiana kwa njia moja au nyingine. Leo hii wamechukua maamuzi hayo kutokana na hisia zao na wanayaona. Sasa kitendo walichokifanya hiki chaweza kutafsiriwa kama kinavyotafsiriwa, lakini mimi nadhani kisiwafanye nyinyi mkayasahau mema walikwisha kuyafanya nyuma. Huruka ya mwanadamu ndivyo ilivyo. Jambo moja baya, jambo moja ambalo baya au whatever, ni rahisi likafuta mambo mengi mazuri. Kwa maana hiyo, hawa watu yako mengi wameyafanya, nadhani yako mengi mmeshirikiana, yako mengi mmeshauriana, yako mengi mmezungumza. Sasa leo hii wamechukua maamuzi hayo kwa mitazamo yao kama walivyopenda kufanya. Sasa basi, isionekane kwamba ndio mwisho wa mahusiano, ndio mwisho wa kushauriana. Hapana. Kwa hiyo neno ulilolisema hilo la kwamba msiwakatie tamaa, neno ambalo ni zuri, kwa sababu leo hii wanaonekana kwenda kinyume na mambo fulani, lakini anayekwenda kinyume na wewe leo hii, kesho ndiye pia rafiki yako, ndiye pia mtumishi mwenzako. Kwa hiyo na mimi nasema msiwakatie tamaa. Mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini ninachoweza kukiomba ni hiki: shughuli zenu hizo za kisiasa, kutofautiana kwenu kwa kisiasa, kusiwafanye mkaonana waasi katika mitazamo hiyo, ila kutofautiana kwenu kuwasaidia kuwa kitu kimoja. Sasa kwa kitu kimoja, wanasema kwamba wanaogombana ndio wapatanao, wagombanao ndio wapatanao. Ninachoweza kujua ni hiki au kuhisi ni hiki: bila shaka hawa wanaojiita grupu wa G55, bila shaka na wao wana hoja fulani ambayo wanaona kwamba ni muhimu kwao au kwa taifa. Kwa hiyo wasibezwe, wasidhaniwe ni wahasi kiasi hicho, wasidhaniwe ni wabaya kiasi hicho. Waitwe, sasa huu ni ushauri na utoa. Waite Mheshimiwa Tundu Lissu. Nyuma hapa suluwaita viongozi wa siasa mbalimbali, mkakaa mkazungumza. Sasa na hawa watu waite makada wenzako na watumishi wenzako. Nyinyi mnaitana makamanda. Nadhani makamanda wenzako pia waite, mkae mzungumze, mtakama hapo na solution itakayo itakayowasaidia na itakayoleta amani kwa Watanzania. Kazi yetu sisi kama viongozi wa dini ni kuliombea taifa, lakini pia na kuwashauri. Japokuwa kuna kauli zinasema kwamba viongozi wa dini wasiingilie mambo ya siasa,
lakini hizo kauli ni kauli ambazo sio sawa, sio sawa, kwa sababu pia na sisi tunapiga kura. Sasa nitapigaje kura kama siwezi kujua ninachokipigia kura? Naona hizo ni kauli ambazo watu wanasema kwa kujisahau, lakini naweza nikasema hivi kwamba hebu waite, siwakate tamaa. Kauli nzuri sana, nimeipenda. Waite, mkae mzungumze, nitakamba hapo na jibu solution ambayo itawasaidia nyote, na kwa mustakabali wa taifa letu la Tanzania, nitakama hapo na majibu mazuri. Asante.